Na ndio maana leo nataka tushughulike na kitu kinaitwa roho ya mauti. Hebu sema roho ya mauti. Hebu mpigie Yesu makofi. Ninaposema roho ya mauti inamaanisha kweli kweli. Hebu sema amen. Ninaposema roho ya mauti naongea kitu kilicho serious, kwamba unaposikia roho ya mauti, jambo la kwanza unatakiwa ujue ni nguvu ya giza inayolenga kuua na kumaliza. Ni nguvu ya giza inayolenga kuua na kumaliza. Ni nguvu ya giza yenye lengo na ni roho kamili inayolenga kuua na kumaliza. Roho ya mauti inaweza ikakaa kwenye ukoo, ikawa inatembea kwenye ukoo miaka mpaka aje apatikane mtu mwenye mamlaka atakayekuwa na uwezo wa kusema hii roho ya mauti kuanzia leo iachie familia. Akipatikana mtu wa design hiyo roho ya mauti inaweza ikaachia familia. Dalili mojawapo ya kuwa familia ina roho ya mauti: vifo vya kabla ya wakati, vifo vya mara kwa mara. Na ndio maana kuna mwingine sio kwamba anakufa hivi, no. Kuna mwingine mambo kwenye biashara hayaendi. Mwingine kila mtu anapofika miaka 40, miaka 45 unakuta anakufa kabla ya wakati wake. Na ndivyo ilivyo kwenye familia nyingi. Ukiona kwenye familia, tukatai, nikwambia, ukipata detail za watu wanaofariki kwa siku mbika, unaweza kusema Mungu amewaacha watu wake waangamie. Lakini licha ya kuwa kuna taarifa nyingi za watu wanaokufa, ukizikusanya kwa pamoja, ukizijumlisha, unakuja kupata detail kubwa. Lakini kiko hivi, hebu sema amen. Hebu nisikilize, hebu sema amen. Ukija kukusanya zile taarifa, utakuja kuona taarifa ni nyingi za watu ambao wanapotea. Lakini haina maana ya kwamba Mungu amekuacha. Iko hivi. Dalili mojawapo ukiona kwenye familia, kila mwaka mnapoteza mtu, kila mwaka mnadondosha mtu, ni dalili mojawapo kwamba hii familia kuna roho iliyotumwa. Na hii roho iliyotumwa inatembea, inatafuta. Na ndio maana mwingine sio roho ya mauti watu wanakufa, hapana. Kuna mwingine ndoa zinakufa. Hapa ninapoongea ndoa yako imeshikwa na kitu kadogo ambako kesho tu haipo. Nyingine ukimwangalia shangazi yako, na yeye ndoa yake iko hivi, inakaribia kudondoka. Ukimwangalia kaka yako, na yeye ndoa yake imekaribia kudondoka. Na ndipo unajikuta nyumbani kweli. Hebu sema amen. Na hakuna kuchukia na hakuna kukasirika. Hebu sema amen. Mchukuu mtoto wako yuko kwa mama yake, kaka yako na yeye ameleta mtoto kwa mama yake, baba mdogo yako na yeye maisha amempiga, ameamua kuleta kwa mama yako. Hii ukiona dalili hii ya kurudisha nyumbani, kurudisha mpira kwa kipa, ni dalili mojawapo kwamba kuna roho inakusumbua. Hebu mwangalie mwenzio, mwambie yule mtoto unayefanana naye, anayekaa kwa mama yako, na wewe tutakupeleka kwa mama yako. No, nataka nikwambie kitu. Sikiliza, ninaongea kitu cha ukweli. Hebu sema amen. Mimi napenda watoto. Hebu sema amen. Mimi napenda watoto na hakuna mtu asiyependa watoto. Hata kama mimi niwe babu kinijazia wajukuu 10 na wajonga wote. Kwa sababu after all wajukuu 10 nikaino na walisha nini? Wajukuu 10 wa kiume wanafanyaje? Wajukuu 30, wajukuu 200, wajukuu kadhaa wapo ndani wamekaa pale. Mimi ikifika uzeeni ni muda wa kula bata. Hebu sema amen. Utasikia babu yuko wapi? Yuko Kahama. Babu yenu anatembea safi sana. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Chanila. Nampenda sana, kidogo center. Ujana uzee wake ana ufaidi kweli kweli. Sasa furaha miaka imeenda, eti miaka 90. Unafika unakaa nyumbani asubuhi, kuna salamu unazipokea mpaka unatamani kuzimia. Nasikia shikamoo baba, marhaba, shikamoo, mpaka inabidi ufupishe marhaba. Kuna namba inabidi tuzipige zote marhaba. Iko hivi, hebu sema amen.
Sio kwamba hatupendi watoto, tunapenda, lakini angalia, kuna muda watoto ulionao unawatengenezea future. Angalia watoto uliowazaa hawaji kuleta madhara baadaye. Je, una uwezo wa kuwalea? Kuna baadhi ya roho zinaweza kuwekwa kwenye familia, mkawa ni watu wa kutengeneza kupata hizo watoto, lakini hao watoto mnawapata, hamna mahali mnapowapeleka, mnawaishia kwa majambazi, na tunahangaika nao wanacheza pool, tunahangaika nao viongozi wa kubeti, tunahangaika nao wanacheza avieta, tunahangaika nao wanacheza pool, tunahangaika nao kwa sababu ulimzaa, hukumpa malezi yaliyo bora, shule hukumpeleka, kamwacha anahangaika, yuko kwa bibi yake, anachunga ng'ombe, anahangaika, hali chakula, unatengeneza future mbaya sana kwenye maisha yake ya baadaye. Lakini unajikuta mtu umekaa umetulia na una relax. Nikwambie, kama ulizaa na kuna damu yako iko mahali, ifuate haraka. Hebu sema amen. Ifuate haraka damu yako. Hatuwezi kuwa na wanaume wako hapa, watoto wao wako vijijini wanahangaika, na wewe umevaa umependeza hapa. Hatuwezi baba unatafuta watoto na unashindwa kumvalisha suruali. Hatuwezi. Nasema hivi, hebu sema amen. Inaweza kuwa ni roho ambayo imetumwa. Ninachozungumza jamani ni roho. Mtoto wa kiume inabidi, kwa sababu nguo zimeisha, inabidi umvike nguo za kike. Mwambie mwanangu tembea. Kilema ni joto kali kwa sababu hana hela na unavumiliwa bado. Hebu sema amen. Bado unavumiliwa. Ninachotaka kusema ni kwamba kila mtu unayemwona ana madhaifu. Usimwache mtu kwa sababu ya madhaifu fulani, kwa kuyakimbia hayo madhaifu. Madhaifu hayo alionayo, ukienda kwa mwingine anayo mengine ambayo ni yale yale. Kwa hiyo utajikuta unalandalanda pasipo kuelewa kwamba unahama tatizo, kumbe bado unadondokea nini? Tatizo. Kunaweza kukawa kuna roho iko ndani ya familia inayokusukuma wewe kuacha kufanya hilo jambo. Na ndio maana ukiona kwenye familia ndoa nyingi zinakufa, ujue ni dalili ya kwamba kuna roho ya mauti ndani ya familia. Na jambo lingine, ukiona baba yako, kwa wazee wa zamani hatuna shida. Ukimwona baba ameishara 4, safi sana. Ukimwona baba yako ameishara 7, safi sana. Ukizaliwa wewe na watoto wako wote mnaishaga la 4, kuna roho inayotembea ndani ya familia. Inazuia watu wasisome, inazuia watu wasiende. Kwenye familia lazima wapatikane watu waliosoma na wasiosoma. Ukiona kuna mahali mnagota pahala pamoja, ni dalili mbaya. Dalili mbaya kwamba kuna roho imetumwa ili msifike mahali. Kuna roho imetumwa ili msiende mahali. Ina maana ni roho ya mauti inayotembea ndani ya familia. Nataka tuangalie kwenye Biblia. Hebu sema amen. Amen. Nataka tuangalie, kuna watu kwenye Biblia waliokufa kabla ya wakati na waliuawa. Kuna mtu mmoja anaitwa Nadabu na Abihu. Hebu sema Nadabu na Abihu. Hawa ni watu wawili. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 10 na mstari wa 1 inasema, na Nadabu na Abihu mwana wa Haruni wakatoa kila chetezo chake, wakatia moto ndani yake na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele za Bwana ambao yeye hakuagiza. Kisha moto, hebu sema kisha moto, ukatoka hapo mbele za Bwana na ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Hebu sema wakafa mbele za nani? Za Bwana. Huyo anaitwa Nadabu na Abihu. Zamani kulikuwa kuna madhabahu. Nisikilize, kulikuwa kuna madhabahu. Na ile madhabahu, kazi ya madhabahu kuhani ni kuchochea moto wa madhabahu. Hebu sema kuchochea. Hebu sema kuchochea moto wa madhabahu. Tunaanza kuona sasa, angalia. Nachotaka kwanza kusema hapa, angalia kitu kimoja. Huyu Nadabu na Abihu wamepewa kazi ya kumfanya moto wa madhabahu uendelee kuwaka. Wakaondoka wakaenda mahali wakachukua moto wa kigeni. Hebu sema moto wa kigeni. Ule moto wa kigeni wakauleta kwenye madhabahu ya Mungu. Walipoleta ule moto wa kigeni ambao Mungu hakuambia moto huu uendelee kuwaka, uendelee kuwaka huu, muendelee kuchochea, akaamua
wakaamua kuleta moto wa kigeni. Kuleta moto wa kigeni, Biblia inasema moto kutokea kwenye madhabahu ya Mungu ukatoka ukawarama, na baada ya pale wakafa. Na kama ni Mungu ambaye alitoa moto kwenye madhabahu, basi kuna ajali za moto zinazoweza kutengenezwa nyumba ikawaka moto. Na kumbe licha ya kuwa nyumba imewaka moto, ni ajali za kichawi kama uchawi mwingine. Na ndio maana kuna mtu utakuta anakwambia, mama yangu moto uliwaka akafariki, mama yangu moto uliwaka kwenye nyumba akafariki. Na ni moto tu wa kawaida. Tunaanza kupata picha kwamba hata roho ya mauti inaweza ikapita hata mahali penye moto. Lakini licha ya kuwa hawa walifanya makosa, kuna namna ambayo unaweza kuwa na duka likadaka moto. Na kudaka moto nyumba yako sio ina maana kwamba ni ajali ya kawaida. Kuna matukio yanaweza yakatengenezwa ambayo ni moto kama moto mwingine. Hata nyumba yako ya kuchomea unachokilima kinaweza kikadaka moto, si kwa sababu umekosea masharti. Hapana, unaweza kukosea masharti na kisiwake, ila unashangaa bila hata kukosea masharti, bila hata kufanya chochote, unashangaa nyumba uliokuwa unaitegemea inadaka moto. Kudaka moto maana yake nini? Unakuta inawaka moto, ni moto wa kawaida, lakini kumbe kuna moto unaoweza ukatengenezwa. Moto huo ni wa kichawi. Hebu sema amen. Shuleni bweni linaweza likawaka moto, mwanao yupo ndani, na wewe unaweza kusema mwanangu tu moto uliwaka kwa sababu kwa sababu fulani. No, sio sababu fulani. Inaweza bweni likawaka moto, lakini licha ya kuwa bweni limewaka moto, kumbe ni roho ya mauti iliyogeuka kwenye umbo la moto na kuwasha nyumba yako. Hebu sema kwa jina la Yesu, nyumba yangu mimi. Hebu sema nyumba yangu mimi haitawaka moto. Hebu sema haitawaka moto. Hebu sema haitawaka moto. Hebu sema haitawaka moto kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Na kuanzia leo hii ninaomba, Roho Mtakatifu, ajali zozote za moto, ajali zozote kwa jina la Yesu, hebu sema nazifuta. Hebu sema nazifuta kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Naomba tuangalie, kuna mtu anaitwa Anania na Safira kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 10. Biblia Takatifu inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe waliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake na mkewe, naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani anakujaza moyo wa kumwambia uongo mwanadamu, bali ni Mungu? Hebu sema amen. Niishie hapo mstari wa 5. Ni baba na mama. Hebu sema baba na mama. Baba na mama, mmoja anaitwa nani? Anania, mwingine anaitwa nani? Safira. Wameuza kiwanja, wakasema bwana tunauza kiwanja. Wameuza kiwanja, kumbe kuna fungu ambalo lilitakiwa lipelekwe kwenye madhabahu. Mungu wa zamani alikuwa ni mkali sana, akaambia wanatakiwa wapeleke fungu fulani kwenye madhabahu. Sasa wakati wanapeleka, wakaorganize Anania na mke wake, wakasema bwana, hii sehemu ya mali kwa nini tusichukue, tufiche sehemu nyingine alafu twende. Wakaenda mpaka kwa mtumishi wa Mungu. Walipofika pale kwa mtumishi wa Mungu, muda huo ndo tuseme alikuwa kiongozi wa kiroho anaitwa Petro. Hebu sema Petro. Petro amekaa, Petro ana macho ya rohoni nyatani. Mzee Hamisi zamani alikuwa nabii, nilipataga stori zake. Alikuwa kama Mzee Hamisi zamani nabii. Alikuwa anakaa, Petro amekaa, yule baba ameleta sehemu ya mali. Sikiliza, hebu sema amen. Naomba nisikilize kwa umakini. Ameleta sehemu yake ya mali. Ile analeta, anamwambia mtumishi wa Mungu, baba, nimeleta fungu hili. Afu yule mtumishi wa Mungu akamwambia, mbona unamdanganya Roho Mtakatifu? Anania kwa kiburi, pasipo kujua, hakutaka kufunguka. Na ndio maana hebu sema amen. Kuna watu wako hapa, unaweza kumwambia hivi, mwanangu wewe hauko vizuri. Hauko nini? Vizuri. Ila unakuta anakuambia, baba hamna, mimi niko vizuri. Mtu anayekuongoza kiroho akikwambia hauko vizuri, unajua ndio msaada wa Mungu unataka kutokea hapa.
mnaelewana? Kwa msaada wa Mungu unataka kutokea hapo. Mfano, mtoe mfano mmoja. Baba anakuambia nitafute saa 6 kamili. Unakuja kumpigia saa 9 kamili. You are wrong. Hata yani kuna namna ambayo Mungu huwa anataka kuhudumia mtu. Kuna namna ngoja nikueleze. Kuna namna mimi nikipanda madhabahuni hata mimi huwa sielewi inakuwaje. Amen. Sikiliza. Ilikuwa siku ya Jumatano kabla nilikuwa nimetoka tuliitwa mahali. Ilikuwa siku ya ibada hapa. Kesho tunaomba. Kuna binti hapa alikuwa haingii kwenye siku zake tangu kanisa linafungwa. Yaani kanisa lile linafungwa pata. Akawa haingii, siku zake zikakoma siku ile tarehe 2. Siku tupo kwenye ibada hapa zilitoka wakati naombea watu zilitoka damu nyingi sana. Nyeusi. Akatoka anakimbia. Almost kama wawili hapa kanisani. Damu nyeusi sana. Ina maana Mungu akamfungua. Mwingine akaandikiwa maombi tu. Baba, mimi mama yangu anaumwa hiki na hiki na hiki. Siku tunaomba hapa, mama yake akapona akiwa mbali kule naye akafunguliwa. Hebu sema amen. Sikiliza nikwambie. Hii inakufundisha kwamba mchungaji kuna namna ukimzoea atakuja kuombea nyumbani. Kuna namna Mungu ana kanuni zake. Na ndio maana kumzoea mchungaji au mtu anayekuongoza kiroho, kuna muda sauti ya Mungu ikiwa inasema huwezi kusikia kwa sababu umeshazoea. Na kwa sababu umeshamzoea kwamba ni rafiki yangu, nitampata muda ninaofanya nini? Ninaotaka. Ukisha jitengenezea hiyo dhana na Mungu anakuchukulia vile vile. Na ndio maana unashangaa kuna watu wakija kanisani wanapata na kuna wengine ambao wanakuja kanisani hawapati kwa sababu kuna hali ya kuzoea. Hebu sema amen. Kuna hali ya nini? Ya kuzoea. Sasa huyo Anania na Safira wamezoea. Baadaye akaenda akamwambia Bwana, akamdanganya mtumishi wa Mungu. Akasema Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa, hofu nyingi kawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamkimbiza kumzika. Yaani ni kanisani. Wamefika wamedanganya, baadaye akadondoka amekufa kwa sababu ya kudanganya. Alipodanganya akachukuliwa akapelekwa nje, akaenda kuzikwa. Kufupisha, akaja na mke wake. Mke wake naye alipokuja madhabahuni, na yeye mtumishi wa Mungu akaenda akamuuliza akamwambia, "Je, kwani hukuuza kiwanja kama mume wako? Umeona hiyo miguu iliyotoka hapo? Wameenda kumzika mume wako tayari." Baadaye naye mwanamke kwa sababu ameyashika yale ambayo ameambiwa. Labda aliambiwa usiseme, usiongee. Kuna namna na yeye naye akadondoka akafa pale pale. Habari zikaenea mji mzima. Fundisho ni nini? Hebu sema amen. Amen. Mungu hapendi mzaa na uongo ndani ya nyumba yake. Pigie Yesu makofi. Mungu, mimi naelewa. Sikiliza. Jana nilikuwa nimeenda mahali. Mama mmoja akaniambia, "Baba, nilikuwa nimeenda mahali kuombea mtu. Leo si jambo leo." Akaniambia, "Nilienda kwa mama mmoja. Nikaenda kumwombea." Haikuwa sio kumwombea no. Alikuwa ameenda. Yule mama akamwambia hivi, "Mimi natamani sana kusali. Lakini licha ya kuwa mimi natamani kusali, mimi naogopa kwa sababu kuna mahali mimi nilikuwa nasali, nilikuwa naambiwa nitoe 200 ili nifanye nini? Niombewe." Akamwambia, "Na mimi naogopa kuja kanisani kwenu kwa sababu na nyinyi nilisikia mnatoa 200 kila baada ya maombi." Na makanisa hayo yapo. Yapo. Hivi najua ni yapo. Hivi nafikiri kuna maombi ya bure? Ni hapa tu. Yaani yapo ndugu zangu. Siku moja nikufundishe. Ukisikia yule nabii anaongea kwenye TV, anasema chukua namba yake afu piga. Atakwambia kanunua tuma 32. Kabisa. Wangapi wameshaambiwa kutuma 32? Nyosha mkono juu sio? Yes, huyu hapa. Mwingine mmoja huyo. Usijifanye wewe, msaada watu wengi tumeutafuta wewe. Mwingine umeshakwambia chochote, ukaambia tanguliza, uliambia shingapi?
Utume 32. Uliambiwa utume 32. Unakuwa unajiuliza, hivi ni kweli Mungu anayaruhusu haya? Nikwambie, Mungu hayaruhusu haya. Kuna roho zinazotembea ndani ya familia. Na hizi roho, kuna roho zingine ni za ufukara. Kuna namna ambavyo kuna watu mahubiri wanayachukulia kama simple. Iko hivi, hebu sema amen. Amen. Kama kuna mtu hapa amenielewa, leo atafanya maombi kuliko alivyowahi kufanya. Amen. Unaangalia, hebu sema amen. Amen. Wangapi mnakuna kaka zako wameoa? Wameoa. Achana na kaka zako ambao wanatembea tembea. Dada zako wameolewa. Safi sana. Hapa sasa ndo unaanza kwa kuangalia. Je, dada yangu aliyoolewa yupo ndani ya ndoa? Unaanza unapiga hapo tap. Unakuja unaangalia kaka yangu aliyooa bado yupo ndani ya ndoa? Unakuta aliolewaga Igwaona wakapigana na mume wake Uyogo akahamia Mwenda Kulima. Mwenda Kulima anakuja yule baba yule alikuwa ni mkali. Akaondoka, akaenda akaolewa. Na sasa amepata mume mpya. Ndoa ikoje? Ndoa ina wiki moja. Okay. Unarudi unaangalia mwingine. Unakuja kugundua, ukiona hivi vitu vinawapata wenzako, ujue na wewe uko kwenye mlolongo wa hicho kitu. Ina maana ni roho kamili iliyowekwa ndani ya familia, aidha ya kuua ndoa. Roho ya mauti inaua ndoa. Uruhusi kuwa na mshi. Nikwambie, hebu sema amen. Amen. Hebu sema amen. Amen. Mimi nilikutana na baba siku moja. Akaniambia hivi, Pastor Francis, ndoa yako inaendeleaje? Ikabidi nimwambie iko vizuri sana, inasonga mbele. Akasema hivi, mimi ninachotaka nikuone umekaa mbele na Jaki mbele. Na sitaki kuja kusikia unakuja unaniambia mmepigana. Hebu sema amen. Nisikilize. Na sio kwamba haruhusu mpigane. Kupigana kupo. Hebu sema amen. Na mimi siku moja unamtest. Nataka nikutengenezee kitu. Hebu sema amen. Kwamba kwa nini nauliza? Haina maana ya kwamba magomvi huwa hayapo. Hebu sema amen. Huwa yapo. Ila kuna namna ambayo unahitajika kuonekana uko strong hata wakati ambao hauko strong. Kwa lugha nyingine, usimchoke mkeo kwa kusema kwamba hajui kupika. Hata wakwetu na wenyewe hawajui kupika. Hebu sema amen. Mbona mnipigi makofi? Sospita meo. Sospita simama Sospita. Sikiliza nikwambie ukweli. Sospita ule hata kama akijifanya ni mwamba nyumbani. Na ni mwamba kweli. Kuna vyakula Sospita mke wake akipika anakula. Sospita kuna muda mwingine hali anaenda kula senta. Uongo Sospita? Kabisa. Piga makofi. Wanaume. Tunauzulia vikao. Safi sana. Mimi ninachokwambia ni ukweli. Sisi tunaelewana. Sasa wewe mwanaume uliopo hapa eti mimi namwacha mke wangu kwa sababu hajui kupiga chai. No! Na mtafuta wa Sospita anayejua kupiga chai. Hata wa Sospita kuna vitu hajui kupika. Ili mradi shikilia, vumilia, pambana, songa mpaka mwisho. Hiyo ngoma utafika nayo mwisho. Ukimwona mmoja ni dhaifu, ukiona mkeo ni dhaifu kwenye jambo fulani, unajua ni hodari kwenye sehemu nyingine. Ndio maana unaweza kukuta hajui kupika vyote, ila kwenye maandazi utakubali. Si unaelewa? Kwenye maandazi akianza kuyakaranga kama unaona anajiuliza. Ina maana hii kumbe picha anaweza kuwa dhaifu sehemu moja ila hawezi akawa dhaifu sehemu zote. Na utakao jaribu kumtafuta anaweza kuwa na yeye mwepesi kwenye hilo eneo ila na yeye hajui kupika maandazi. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Hata hapa kanisani tukisema siku hiyo tumpe maharage Edina, tumpe pilau mtu fulani, kuna namna ambavyo mapishi yao ni tofauti. Ile Edina kuna mahali mkimpatia mmetoka. Mimi hebu sema amen. Nikutolee mfano. Hapa kanisani tukiwa tuna retreat, huwa hatuombi mtu yoyote apike labda chapati. Tunamwambia bwana, moja tutengenezee chapati. Kwa nini? Ili tukio chapati
chapati ni chapati, lakini ili mradi tukila kuna namna anapika tofauti. Yuko kwenye hilo eneo, yuko nini vizuri. Nikwambie, hata ujio naye, pambana naye mpaka mwisho. Udhaifu sio jambo la kumfanya kumwacha mwenzako. Pambana naye jinsi alivyo, tabu alizonazo, changamoto alizonazo. After all, hata wewe una changamoto, hata wewe unavumilika, kwa sababu kuoga kwenye ni changamoto, piga mswaki penye ni changamoto, bado anakuvumilia. Hela huna, bado anakuvumilia. Hakuna jambo linapoa kama mwanaume asiyeacha hela ya matumizi nyumbani. Hata kuhema huwa anahema vibaya. Sikiliza nikwambie, hebu sema amen. Hebu sema amen. Nataka nikupeleke mahali. Nataka kuanzie mbali ili nikupeleke mahali. Lakini tumwangalie mtu mmoja anaitwa Abimeleki. Hebu sema Abimeleki. Kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 9 mstari wa 53 mpaka 54. Tunaangalia hapo Abimeleki alikuwa ni mtu mojawapo ambaye alikuwa ni mtu ambaye kuna mama alikuwa anasaga anatumia jiwe la kusagia, akampiga Abimeleki kwa jiwe. Baada ya kumpiga Abimeleki kwa jiwe, Abimeleki akadondoka chini, na kwenye kudondoka chini baadaye akamuita mtu anaitwa mbeba silaha. Zamani ukimwona mtu ni kiongozi, sasa hivi mtu akiwa bosi anatembea na watu wanaitwa mabodyguard, lakini zamani ilikuwa ni kwamba akipatikana mtu ambaye labda ana nyazi fulani, ana watu wanaitwa wabeba silaha. Hebu sema wabeba silaha. Zamani ilikuwa ukiwa mfalme au ukiwa mtu yoyote, ili uwe na cheo cha kuwa mfalme lazima uwe na uwezo wa kupigana. Achana na matajiri wa sasa hivi, achana na waheshimiwa sasa hivi. Mheshimiwa ukimwangalia unaona kama ukimtandika ngumi unammaliza pale pale. Zamani ukimkuta Daudi, ujue Daudi yeye ndo anaenda kupigana nini? Vita. Yaani ukimkuta Daudi ile aitwa Daudi, inabidi anachukua upanga, anaenda vitani yeye, na anatangulia mbele yeye, alafu na anawabeba silaha, ambapo hapo akipigana silaha zikisha anamwambia leta silaha nyingine, inaletwa hapo, anapigana, ndo kiongozi. Huyo Abimeleki, huyu mama akarusha jiwe likampiga Abimeleki, akadondoka chini akafa. Akati kabla hajafa akamuita mbeba silaha, akamwambia wewe mbeba silaha, na kuomba chukua upanga uniue mimi, na utakaponiua isisemekane kwamba mimi nimeuawa na huyu mama, ionekane nimeuawa na wewe, kwa sababu ni aibu. Hebu sema amen. Ni aibu. Angalia, tunaanza kuona huyu Abimeleki kwa nini chanzo mpaka cha kifo chake. Kuna vitu vinaweza kutengenezwa. Inaweza mtu akawa anaendesha gari likaama njia, na lengo la mazumuni ametafuta mtu mmoja tu peke yake. Lengo la mazumuni ametafuta dada mmoja tu peke yake. Lengo la mazumuni umetafuta hata uliopa hapa. Kumbe adui anaweza akatumia chochote kusababisha mauti kwa mtu yoyote. Na ndio maana kama watu wa Mungu lazima tuchole lada ya kusema kwamba kifo kwetu hakitakiwi, mabaya kwetu hayatakiwi, mateso kwetu hayatakiwi, na roho ya mauti ituachie kwa jina la Yesu. Hebu sema maneno haya, hebu sema achia. Hebu sema achia kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Huu ndio mwezi ambao sasa, unakumbuka mwezi wa 4 tuliomba vikazuilika, tukaingia mwezi wa 12 vikazuilika. Vipi tarehe 1 moto ulivyowaka? Kuanzia tarehe 1 ni kipa. Nasema hivi, habari hizo utasikia sehemu nyingine, ila kwako wewe hazitatajwa katika nyumba yako. Nasema ni saa ya kupita kwenye kamba. Wanangu, lazima tupite kwenye kamba. Nasema mabaya hayatakupata wewe, wala tauni kukaribia katika hema yako wewe. Ninaposema hema yako, namaanisha watoto wako, namaanisha biashara yako, namaanisha ndoa yako. Haitatokea hasara ya kutokea juu ya maisha yako. Hebu sema nazuia. Hebu sema nazuia kwa damu ya Yesu. Kumbe tunaanza kuona gari linaweza kuhama njia likampata mtu, kumbe mtu ametafuta mmoja. Huyu mama anafanya kazi zake za kusaga, ila jiwe linarushwa linampata mtu. Juzi
mtu mmoja wa kanisa anaendesha pikipiki. Amejitokea kwenye hii barabara. Vizuri kabisa. Si unajua vijana wanakimbiza mara si ametokea hii njia anakimbia. Kanatokea kazee. Kanaendesha na kenye pikipiki afu inataka kusimia katikati. Na huyu anatoka kule anakuja. Yuko amekimbia na kale kazee kanataka kukata kona lakini pikipiki imekashinda. Wewe unakuwa unajiuliza ni kwa nini? Kumbe wewe unaweza kuona ni mzee alitokea akaja ndio akasababisha, na hicho ndicho ambacho tumelogwa. Eti daktari alikuwa ananihudumia akasahau mkasi. Hivi unajua daktari mpaka awe professional miaka 5 au na zaidi anasomea. Utawezaje kusahau mkasi? Ni kweli unaweza kusahau lakini ni professional miaka mingapi? Ni sawa sawa na wakala kusahau kumsajilia mtu M-Pesa. Ni ngumu. Ni wakala kuto kuweka vocha. Umesha kusajili wakala kwa ukimwambia sina hela ya vocha nitakuwekea. Na hasahau kuweka vocha. Awe mtu anatafuta mshipa kwa akuchome sindano. Ana professional. Mimi nilienda ibada ya Nusura pale kanisani. Yule aliondoka. Nikawa naomba akaja daktari mmoja. Huwa anakuja kwa kutoroka kwa sababu pale wao wanazuia. Akaja kwa kutoroka kuja pale kumuombea mapepo yanalipuka ndani. Anasema sisi kuna namna huwa tunamtumia, kuna namna huwa tunafanya. Wewe unaweza kuona ana professional lakini kumbe profession yake anaweza akatumika kukumaliza. Sisi tumeelewana. Alafu wewe ukawaza hivi ni amekosea, ni mpango wa Mungu. Wewe hakuna mpango wa Mungu mtu kufa miaka 20. Hakuna. Hebu sema hakuna. Hebu sema hakuna. Kuna mtu asali ujue ndo ipo kwake. Hebu sema hakuna. Hakuna. Ile mimi na mwaka huu mwanangu hakuna kufa kizembe. Hafi mtu hapa kizembe. Hafi mtu hapa kizembe. Eti mtu niiteni msikae na watu nyumbani ndugu zangu. Eti mtu anasema eti mapepo anamwambia wewe ukienda Mbika lazima tunakumalizia njiani. Na nyinyi mnabeba mnapeleka. Mimi napatikana. Sema tu hujaamua. Mimi ukiamua kunipata unanipata. Ukisema tu baba yuko wapi? Tafuta namba, piga simu. Yuko wapi baba? Ukiona mbona haipatikani Airtel, baba tunataka kupeleka mtu hospitali. Kuna mtoto mmoja alitumbukia na kisimani kule kwenye kisima cha maji. Ametumbukia kwenye kisima cha maji akafa, na mwingine akaanza kuumwa. Wakaja wanampeleka Mbika. Jose wa Tanzania ni mwalimu. Akamwambia vile mama, msimpeleke hospitali moja kwa moja, mpitisheni kwanza akaombewe. Kale katoto kakaenda akaombewa na mama Kulwa. Mama Kulwa mdau anakaa kwenye kile chumba kimoja kimekaa kama duka hivi. Hebu sema amen. Amekaa pale akamchukua, akamuombea. Yule mtoto analipuka mapepo, anasema, "Na mngeruhusu muone tumpeleke Mbika tunammalizia njiani." Sisemi kwamba Mbika ni pabaya, Mbika ni pazuri, ila hakikisha mkono wa Mungu umeenda pamoja na wewe. Hebu sema amen. Yaani hakikisha hili jambo ninaamua kulifanya, ninaamua kuchukua hatua hii, nimemshirikisha baba yangu wa kiroho, nimemwambia naumwa na niko naenda hospitali, na Roho Mungu awe pamoja na wewe. Ina maana Roho Mungu anatangulia mbele yako, anaondoa mitego yote, anaondoa balaa zote, anaondoa mitego yote iliyoandaliwa na wachawi, na ninasema 2026 mitego yote imeondolewa kwa jina la Yesu. Imeondolewa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Yule mtoto anaombewa, yanasema Bwana, huyu tutammaliza sasa hivi, tutammaliza, hatutamwacha. Baadaye yule mtoto tukamuombea akaja kanisani, hata Mbika hakwenda. Na damu wala hakuongezewa, akarudi nyumbani mpaka leo ni mzima kwa jina la Yesu Kristo. Ninapozungumza hapa ni mzima. Hii kumbe picha, anza na Mungu. Nasema hivi, anza na nani? Na Mungu. Shamba lako anza na nani? Na Mungu. Ujinga ni kwamba naanza mwenyewe, Mungu atanisaidia baadaye. Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu wa kuokoa. Ataniokoa, atanidaka. Ni kweli atakudaka. Ilitokea siku moja kuna mtu anaitwa Yesu Kristo, ameandikwa msalabani. Mungu mwenyewe kwa kuona maumivu ya mwanae
ilibidi ageuze uso wake nyuma, kwa sababu huwezi kuwa unamwangalia mwanao anaangamizwa. Ni mtu wa pekee tu, mama asiye na huruma, baba asiye na huruma, anayeweza kuona mwanae anahangaika na bila kuumia. Mungu anaangalia pembeni. Angalia Mungu alichokifanya, hasira ya Mungu, ili ujue kwamba Mungu anaweza. Akaangalia pembeni. Yesu akasulubiwa mpaka akafa, amekaa msalabani. Pembeni yake kuna mwizi na huko pembeni kuna mwizi. Wote mwingine amekamatwa, mwizi mwingine ni mbishi. Mwingine anasema ikiwa wewe ndio Masihi wa Bwana jiokoe. Ukiona kuna mtu anakuambia hivi, mbona wewe umeokoka na unaumwa, mwambie ugonjwa huu upate wewe kwa jina la Yesu. Hakuna kumbea. Hebu sema amen. Amen. Hebu sema amen. Amen. Anasema mwingine, yule mwizi mwingine, angalia watu walivyo. Watu kawaida yao ni kubeza, hata kama akiona yeye ndo anakufa, yuko tayari tu akusomee ili mradi roho yake ilizike. Yesu, hebu waza, mmoja msalabani akamwambia sasa mzee chukua na mic. Akasema na hizi mic wekeni pembeni. Watu wanaweza akasema jamani, ameshaelewa. Adui ukiona anakuchekea, amekuandalia shimo, baadaye ukizama akucheke kabisa. Kiona tu mimi nimeamua tu mimi nini ila anakuwaziaga mabaya. Wifi alikuwa anakupiga vita kipindi mume wako yuko hai, amekufa mume wako, eti anakuja kuwa rafiki yako. Urafiki wa mama anayewaunganisha hayupo, ndio umetokea. Ni hatari. Mwambie mwenzio ni hatari. Hivi naelewa kwamba ni hatari. Unaweza mpaka ukashangaa. Angalia. Hebu sema amen. Huyo Abimeleki anakuja anakufa kifo ambacho kimesababishwa. Ina maana kuna vifo vinaweza kusababishwa. Anaweza kasababisha mtu kikatokea. Na ndio maana mimi nataka ukimwona kuna mtu anasumbuka, usiifiche Injili. Make sure unamwambia nenda pale pana msaada. Amen. Hebu sema amen. Amen. Nenda pale pana nini? Pana msaada. Naomba niseme kitu kingine kizuri. Kuna kitu Mungu amekiweka ndani ya kiongozi. Ndani ya nani? Ya kiongozi. Kuna namna akisema neno linakuwa vile vile sawa na Mungu anavyotaka. Hata kama umepata mtu wa kwenda kumwombea mahali kiongozi, make sure baba yako anajua, ili unapofika mamlaka ya baba hiyo pamoja na wewe, kwa sababu kiongozi kawaida yake ni anachukua mambo kwenye ulimwengu wa roho analeta kwenye madhabahu. Akialeta kwenye madhabahu anakuambukiza wewe, na wewe jukumu lako ni kwenda kuwasaidia wengine asipatikane. Na usikubali mwanangu, hata kama mtu awe anafika mwishoni, make sure umejaribu kutoa msaada, kwa sababu baadaye utakuja kuwa na thawabu yako. Hivi unajua kuna watu hapa ni wachoyo. Nisikilize. Kuna watu hapa ni wachoyo. Wachoyo hata wa Injili kwa mwingine kumwambia. Wanapona ila hawataki kuwaambia wenzao. Anapopata uzima hawezi akamwambia mwenzake. Kuna thawabu unaipata unapomsaidia mtu. Umemwona kuna mtu haeleweki, anaumwa, ana shida, anapoteza watoto. Wewe unachotakiwa umwambie, mwanzie tu kama story. Hiyo ni thawabu yako mbinguni. Unafika namwambia bwana, kwa nini usiende kutafuta kasali mara moja? Nenda kasali. Katafute kanisa ufanye nini? Usali. Ataanza kukwambia makanisa, maneno mengi. Ila wewe ndio kumwambia nenda kajaribu. Anasema bwana nikajaribu wapi? Unamwelekeza, unamwambia nenda pale kwenye ile kanisa lile, nenda kajaribu. Atakwambia mimi naogopa, unamwambia twende nipeleke. Unamleta mpaka hapa. Mbinguni wewe umejiwekea hazina. Siku ukienda mbinguni unavikwa taji. Kuna mtu anaweza kawa hana leo hapa, hana hela, hana nyumba, hana watoto,